Mke wa rais wa zamani Korea Kusini aliondolewa madarakani amehukumiwa kifungo cha miezi 20 jela kwa kupokea rushwa kwa kanisa la Unification lenye utata. Hata hivyo, mahakama ilimsafisha Kim Hye mwenye umri wa miaka 52 kwa mashtaka ya kudanganya bei ya hisa na kupokea kura za maoni bila malipo kutoka kwa dalali wa kisiasa kabla ya uchaguzi wa rais 2022 ambao mumewe Yoon Suk alishinda. Yoon tayari amehukumiwa kifungo cha miaka 5 jela kwa kutumia vibaya madaraka na kuzuia haki kuhusiana na jaribio lake la mapinduzi ya kijeshi lililoshindwa mwaka 2024. Hii ni mara ya kwanza katika historia ya Korea Kusini kwa aliyekuwa rais na mkewe kuhukumiwa kwa wakati mmoja. Waandamanaji Korea Kusini wakusanyika kabla ya kura ya kumuondoa rais madarakani. Je, rais wa Korea Kusini aliyetangaza amri ya kijeshi anayekumbwa na kashfa hii ni nani? Rais wa Korea Kusini Yoon Suk anakabiliwa na hoja kutokuwa na imani naye. Kwa nini rais wa Korea Kusini alitangaza ghafla sheria za kijeshi? Hii ni Kawabe Makala na mimi ni Rehema Shabani.